Naweza kusema na wewe kidogo? Amen. Fungua daftari lako, shika Biblia yako, shika kalamu yako. Amen. Kichwa changu cha habari kinasema kutembea katika moto wa Roho Mtakatifu. Amen. Lakini main title ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Main title kubwa kabisa iliyobeba hichi kichwa kingine cha habari. Kwa kichwa cha kwanza ubatizo wa Roho Mtakatifu, chini yake tunakuwa kutembea katika moto wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya yote ndio atakufanya leo uweze kutoka na majibu unayotamani kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Moto wa Roho Mtakatifu. Mwambie mwenzako moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Kuna muda tunatumia neno fire. Ile neno unalotumia fire kama hauna roho ndani yako, ina maana ya kwamba ile neno ni nothing. Halina nguvu yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati tunaita fire ndani ya roho zetu, tunatakiwa tu tumembeba Roho Mtakatifu ambaye ndio ana provide hiyo fire. Ndio maana kuna mwimbaji mmoja akasema you provide the fire. Si ndio? And you provide what? And what? And spirit. Roho moto ndio inayo provide. Ukiwa na Roho Mtakatifu mambo yote hayo yanatokea. Amen. Lakini kabla niendelee, acha kwanza niendelee. Kuna mtu nataka nimsaidie, nitamsaidia katika cha ibada. Sawa? Amen. Ngoja tuendelee kidogo. Hatujasoma hata tuanze. Tutanukiwa. Bwana asifiwe sana. Andika kutembea katika moto wa Roho Mtakatifu, lakini kichwa cha habari ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tunaposema Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe katika roho. Ni Mungu mwenyewe. Watu wengine huwa wanajiuliza kwamba Roho Mtakatifu labda ni kitu ambacho kiko separated na Mungu. Hapana. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Ni Mungu mwenyewe. Ina maana kwamba Roho Mtakatifu anaingia kwako baada ya kumkubali Mungu akae kwako, ndipo Roho Mtakatifu anakaa kwako. Yaani roho ya Mungu inakaa kwako. Roho wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Roho asiyekuwa na dhambi, roho asiyekuwa na mawaa yoyote. Yaani ni Roho Mtakatifu. Na ndio maana ukaa katika Mungu yeye, Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Hivyo ninaposema na wewe kuhusu habari ya Roho Mtakatifu, ni kuhusu habari ya chochote unachokifanya kwenye hii dunia, kwenye maisha unayoishi kila leo. Iwe ni ndoa, iwe ni kazi, iwe ni huduma, iwe ni chochote kile, hakitaenda bila kuhitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Amen. Ili tulinde miujiza tunayotabiriwa na kuachiliwa, na unapoomba Mungu akujibu, unamhitaji Roho Mtakatifu. Ili uweze kwenda next level kama unavyotamani kwenye kazi zako, unamhitaji Roho Mtakatifu. Amen. Maana yeye tunamuita roho wa roho wa hekima, roho wa maarifa. Hata ukitaka kufanya kazi bila Roho Mtakatifu, huenda kwa kuto umefanya kazi ambayo sio yenyewe uliokuwa unatakiwa kufanya. Unakuta mtu ni dokta, lakini mwisho wa siku unakuta mtu labda ni mpishi. Lakini ndani aliumbiwa kuwa nani? Lakini mwisho unamkuta ni nani? Ina maana yuko tofauti na kile kitu ambacho Mungu aliweka roho ndani yake ya kukifanya kile kitu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu tufike kwenye malengo yetu ambayo ni sahihi. Mwambie mwenzako malengo sahihi. Malengo sahihi. Malengo sahihi. Malengo sahihi. Ninaposema Roho Mtakatifu ninamaanisha Mungu mwenyewe. Anaposhuka, na msomaji wangu uwe speed kidogo. Amen. Balance muda uende vizuri na tufanye deliverance na mambo yote yakae sawa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mfano mzuri, hebu nisome kitabu cha Mwanzo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini? Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu. Aha. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya nini? Vya maji. Yaani mwanzo giza lilitanda juu ya vilindi vya maji. Giza lilikuwepo. Kulikuwa hakuna kabisa msaada wote. Yaani giza lilitanda juu ya vilindi vya maji. Aha. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu au Roho Mtakatifu akafanyaje? Akatulia juu ya uso wa maji. Akatulia juu ya uso wa maji. Baada ya kutulia
Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Wakati ile tayari roho ya Mungu kwanza, stage ya kwanza. Nielewe vizuri. Kuna watu hawapendi neno. Ukianza kusoma neno anaanza kuchati, anafikiria viazi vyake nyumbani. Hapendi neno kabisa. Au mtu mwingine kashazoea kwa kuwa huyu tunausomaga kila siku. Nakwambia neno la Mungu ni jipya kila siku kwa maisha yako. Amen. Kama utalizoea usitegemee hata siku moja kutoka kwenye hicho kifungo ulicho nacho. Ni lazima kila siku surprise neno la Mungu kujifunza katika viwango vipya. Usizoe hata kama ni mstari umezoea ukinyonga usiku unautumia hapa madhabahu ni usizoe. Waweze uone utumia ukakudeliver siku ya leo. Amen. Kwa hivyo basi baada ya hapo tayari nguvu zilikuwa zimetanda. Yaani mwanzo tuseme kwamba ulimwengu ulikuwa umetekwa na nini? Na giza. Vilindi vya maji vyote vilitekamana nini? Na giza. Lakini baada ya roho ya Mungu kushuka juu ya maji, step ya kwanza Mungu alifanya kuamuru. Kwa sababu tayari kuna presence ya Mungu mwenyewe. Yaani kwa upande mwingine Mungu alishuka mwenyewe juu ya maji. Amen. Wewe unanielewa vizuri? Amen. Roho ya Mungu ilishuka. Na tunasema Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Ina maana Mungu alishuka mwenyewe juu ya nini? Ya uso wa maji. Na ndio maana mama aliwahi kufundisha somo akasema maji ni nini? Ni Mungu. Jipigieni makofi. Kwa nini haikushuka mitini? Kwa nini haikushuka mitini? Milimani, nchi kavu ikaona maji. Kwa nini? Roho ya Mungu ilishuka juu ya kimiminika. Tunasemaga ina flow. Sawa? Ukisoma ile Biblia ya Kigiriki inakwambia kwamba movement haikutulia ili Mungu. Unanielewa? Sema amen kama unanielewa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Baada ya roho ya Mungu kushuka juu ya maji, ndipo mamlaka ikatokea. Akakomandi iwe giza, iwe nuru na ikatokea. Ina maana juu ya vile vilindi vya maji vyote vilikuwa vimetandwa na giza. Lakini baada ya Mungu kushuka mwenyewe, akakomandi ya kwamba iwe nuru na ikawa nuru. Akatenga nuru na giza, akaita nuru usiku, mchana, akaita giza usiku. Mwambie mwenzako mamlaka. Umeelewa sasa kwa nini tunamuita Mungu ni roho? Mungu ni roho. Mungu ni roho. Hata mchawi ni roho. Maana usitegemee tu wachai kwamba wanakujaga wenyewe. Ni roho inakuja. Na ndio maana ukiwa umelala ukachukuliwa ukaamka umechoka, si kwamba wanakuchukua wewe. Tunakuona kitandani umelala lakini roho yako inatumikishwa. Amen. Kama unanielewa sema amen yenye afya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Itimizia kwamba ukiwa unatumikishwa tunamsema huyu ni Yusufu aliye katika kitanda lakini uhalisia wake ndio unafanyishwa kazi. Amen. Tunaomba nguvu ya Mungu, tunachokijua ni roho ya Mungu inaposhuka juu yetu, ni Mungu kashuka mwenyewe. Na hapo ufanye deliverance kwa mtu. Ukaona roho ya Mungu ilishuka ikafanya deliverance. Amen. Amen. Sikia nikwambie. Kama roho ya Mungu iliweza kushuka juu ya maji na akafanya mamlaka ikawa giza, ikawa nuru, mwisho wa siku hata wewe mwenyewe na matatizo yako, roho wa Mungu anaposhuka juu yako, waweza kukomandi, I need this and this and this, I don't want this and this and this. Shabbat to the Lord. Amen. Ukiwa na roho wa Mungu anaposhuka juu ya maisha yako, huenda ukaanza kusema kwamba sasa hivi ninaye roho wa Mungu. Ina maana ni Mungu mwenyewe kashuka, kanipatia mamlaka. Ninachokitaka kwenye maisha yangu, sihitaji kuishi maisha haya, nahitaji kuishi maisha haya. Yes. Maana yeye husababisha nuru na utenga nuru na giza. Ina maana anaposhuka juu ya maisha yako, nuru na giza hujitenga. Shetani na nuru hujitenga. Yes. Magonjwa hujitenga. Matatizo hujitenga. Madeni na jina yote hujitenga. Amen. Na ndio maana akaanza kusema kwamba nuru ikawa nuru, giza akaliweka pembeni. Mwambie mwenzako roho ya Mungu ikashuka juu ya maji. 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 Pale baada ya kushuka ndipo mamlaka ikatokea. Andika point. Roho Mtakatifu hutupa mamlaka. Maana Mungu aliposhuka mwenyewe alifanya mamlaka ya kukomandi. Waweza kusimama siku ya leo ndani ya maombi haya ukakomanda ukasema, kila mchawi aliyenionekania kwenye kioo, kila mganga aliyepeleka jina langu, kila mganga anayekula watoto wangu, yes, kila aliyechezea hatima yangu, Dio, kila aliyekamata nyota yangu, yes, mwelekewa kama mwana nabii, oye mama yangu na pia sasa ndani yangu, ninaamuru ya kwamba today, yes, release my star, yes, die by fire. Unakuwa na mamlaka ya kuua hiyo juu ya. Amen. Hallelujah. Amen.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunaelewana vizuri? Amen. Nataka nikutengenezee mamlaka kwa kuwa ukiwa na Roho Mtakatifu unakuwa na mamlaka. Amen. Roho Mtakatifu ni moto. Ukisoma Matendo ya Mitume atakwambia wakati Roho anashuka zilibubujika kama ndimi za nini? Watu wakaanza kunena kwa lugha zisizoeleweka. Ina maana ya kwamba huja kwa njia ya moto. Wewe tunaelewana? Huja kwa njia ya moto. Nisomee Matendo ya Mitume 2. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa kwanza. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni. Uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote. Waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto. Kama ndimi za nini? Za moto. Kama ndimi za nini? Za moto. Ina maana Roho Mtakatifu ni moto. Yes. Ndio maana ndimi zilizogawanyika zikashuka ndani yao, ziligawanyika kama ndimi za moto. Ina maana ndio maana tunaita Roho Mtakatifu ni nani? Ni moto. Tuendelee. Uliowakalia kila mmoja wao. Yes. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Kwa nini? Kutamka. Na walikuwako Yerusalemu. Ishia. Wakati hapo aliposhuka, Roho mwenyewe alishuka. Itimisha kwamba Mungu mwenyewe alishuka kwa njia ya mithili ya moto. Amen. Akajaa, ndio maana tunasemanga kwamba tabiri moto wa Roho Mtakatifu kwa kila kitu. Tabiri moto. Yes. Unapotembea ina maana kwamba moto unakuja kwa ile nguvu ya Mungu inakaa kwenye kiti. Unasema mgonjwa yote atakayekalia kiti hichi asibaki kama ali. Amen. Ina maana kama alikuja na nguvu za kichawi, anapoweka tu pa unatoka ule ugonjwa. Maana kile kiti kina nguvu ya moto wa Roho Mtakatifu. Shangilia Yesu pale. Amen. Katika dunia hii tunatembea kama makontena. Lakini ndani yetu tunatakiwa tujaze Roho Mtakatifu. Amen. Tamani ya maisha yetu wote, tamani ya malengo yetu, tamani ya chochote tunachotamani kinahitaji Roho Mtakatifu. Amen. Unless hauwezi kufanikiwa kwa jambo lote, maana hauna msaidizi ambaye Yesu alisema kwamba nitawatumieni nani? Msaidizi ambaye Roho Mtakatifu. Ambaye ndio nani? Roho Mtakatifu. Ambaye kila utakachotaka kukiamua na kukifanya na kukiamuru kije, atatokea huyo nani? Roho Mtakatifu. Nyie huko nyuma mnasinzia. Nijikuni. Nimesema. Roho Mtakatifu. Mbona sijasema Roho Mtakatifu? Bwana siku sana. Amen. Kwa hiyo tunataka tuelewe jambo moja. Ya kwamba Mungu anapoachika au anaposhuka mwenyewe au anapoachilia nguvu yake mwenyewe juu yako, hakika kwamba unapata mamlaka mapya. Mwambie mwenzako mamlaka mapya. Mwambie mamlaka mapya. Waweza kusema jambo lote unalotamani kwa maisha yako. Waweza kusema ugonjwa ulio ndani yako uondoke. Yes. Waweza kusema biashara unayotaka ufanye. Yes. Waweza kutaka ndoa yako ikaeje na ikawa. Yes. Maana unayo mamlaka, nguvu ya Mungu hii ndani yako. Amen. Tunaelewana sawa? Amen. Natabiri kama mwanabii. Siku ya leo. This Sunday. Ninatabiri kama nabii. Kwa nguvu inayotembea madhabahu hii. Na roho ndani ya mama nabii. Maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Nikisimama kwa ofisi ya mama yangu. Kila mmoja lazima afunguliwe leo. Napokea kwa jina la Yesu. Sema napokea tena kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moja tusome kaa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndani hii tunapata mamlaka. Unafikiri Yesu alikuwa mjinga kusema kwamba na watumieni msaidizi? Hapana. Unafikiri alikuwa mjinga? Hapana. Alikuwa mjinga? Hapana. Yesu mwenyewe alitembea kwa roho. Maana alikuwa ni mwana wa Mungu. Roho ya Mungu ilijaa ndani yake. Na ndio maana tunamwita Yesu ni Mungu. Amen. Maana yeye alitwaliwa kipekee. Nani alizaliwa hapa bila mwanaume? Nani aliwahi kuzaliwa bila mwanaume? Kwa Biblia nani mwingine alizaliwa bila mwanaume? Hapo wengine wote tunasikia alipata,
mume wake sio hivi, si ndio? Yes. Watu wote walizaliwa na mwanaume, lakini nani aliyezaliwa bila mwanaume? Mwanamke bikira akazaa bila mwanaume. Yes. Wewe niambie, kama baba alikwambia, mamako alikwambia ajipatie mimba, it means kwamba Mungu alitaka kuonesha uspecial wake kwa wanadamu. Amen. Akasema namtoa huyu mmoja na sitamtoa kama nyinyi mnavyotoka paka mkutane baba na mama. Alisema nitamtoa peke yake. Huyo atamjaza roho, maana atakuwa na utakatifu. Yes. Ndani yake. Amen. Tumisho Mungu. Au sijui kwamba baba na mama wakikutana ndio tunakutana ndio tuna dhambi nyingi. Maana Yesu alikuwa msafi. Yuko tunazaliwa na mama tu. Hapa baba tunaongoza kwa dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Baada ya hapo akakijaza kile kiumbe roho yake. Amen. Kama alivyo mamangu anajaza roho ndani yangu na kuhudumia wewe. Alijaza akasema nenda ulimwenguni. Kafanye kazi yako. Ndio maana ishara na miujiza zilikuwa zikitokea. Maana aliteuliwa kuwa pekee. Na ndio maana tunamwita ni Mungu. Maana atakuja kwake alikuja kitofauti, si kama binadamu. Yes. Alikuja kitofauti. Wewe ulikuja kwa baba na mama, lakini yeye alikuja pekee. Yes. Wa kwanza kufanya matendo ya ajabu, akaanza kufanya matendo na kutembea na watu kushangaa na kumfuatilia, lakini bado wewe ukitaka kuangalia vile vitu vyote ni roho ya Mungu ilikuwa na operate ndani yako. Amen. Bwana sisi sana. Amen. Mwambie mwenzako tunamhitaji roho. Tunamhitaji. Yesu alitembea kwa roho. Watu wengine wakisema kwamba tuna Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, wanaona kama Roho Mtakatifu ni mtu mwingine, Mwana ni mtu mwingine na Baba ni mtu mwingine. Ule ni utatu mmoja. Amen. Ina maana conclusion ya Mungu na Mwana ni roho mmoja. Haujanielewa, ndio maana unatoa macho kafu kabisa. Conclusion ya Baba na Mwana ni roho mmoja. Ndio maana tunasema Baba, Mwana conclude with hata kizungu hujui. Baba na Mwana una conclude na Roho Mtakatifu. Ina maana kwamba Roho Mtakatifu ndio jahazi lote hili likaenda kumwaga Roho Mtakatifu. Ina maana topi ya yote tulihitaji Roho Mtakatifu. Amen. Kama Roho Mtakatifu angekuwa ni wa mwisho, yani yule ni wa kwanza. Maana ni Mungu mwenyewe. Akaitoa akaweka kwa Mwana, Mwana akaishi naye. Ina maana kwamba yeye alikuwepo. Yani ngoja nielezee vizuri. Yes. Hapo Mungu alisimama mwenyewe. Yes. Akaitoa roho yake akaweka kwa Mwana. Yes. Mwana akafanya wanadamu wakahudumia. Yes. Ina maana kwamba kwa maneno mengine Mungu ndio alioperate kwa Yesu na ndiye bado amebaki kuwa msaidizi wake. Yes. Wakati Yesu anaondoka alisema na wacheni msaidizi, alichokifanya yeye ni kwamba Mungu ndio ataendelea kuwa msaidizi. Amen. Amen. Ni ngumu. Anaye profesa. Profesa sana. Ndio wazuri hapo. Lakini hapo ameni kusema mzee. Nataka profesa utaji kusoma. Utaji kusoma nataka profesa. Profesa. Profesa zipo zina, lakini bila neno utatupotezea hizo profesa. Maana watu wengine mnafunguliwa mnatoa macho lakini hamjui kulinda unabii. Ah? Yes. Kwa hivyo ina maana ya kwamba conclusion ya Baba na Mwana ni Roho Mtakatifu. Ina maana hiyo ndio funga kazi kwa maneno mengine. Yes. Ina maana yeye tunamhitaji yeye zaidi. Maana Mungu huoperate katika Roho. Watu wanaelewa hapo? Amen. Kwa nini mwanzo miguu ya Mungu haikutoa kwenye maji? Jicho la Mungu halikutoa kwenye maji. Yes. Wala mgongo wa Mungu haukuanguka kwenye maji. Yes. Ni nani? Roho wa Mungu. Ina maana Roho ndio Mungu mwenyewe. Shangilia pale ulipo. Amen. Na kama ni msaidizi kwa maisha yako, unamhitaji yeye huyo Roho aliacha msaidizi. Akusaidie katika mambo yote, katika kuomba, katika kufanya biashara, katika kulinda ndoa, katika kulinda afya, katika kuheshimu na kuomba na kufanya chochote kile unachokitamani, unamhitaji msaidizi. Amen. Haleluya. Amen. Unamhitaji nani? Msaidizi. Ngoja tuende kwenye Biblia kidogo. Amen. Mwambie namhitaji msaidizi. Namhitaji msaidizi. Sema Mungu namhitaji msaidizi. Mungu namhitaji msaidizi. Mungu namhitaji msaidizi. Mungu namhitaji msaidizi. Endelea kusema. Mungu namhitaji msaidizi. Nisome Warumi 8:26. Tule kwa kidogo Warumi 8:26. Jamani tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Warumi 8:26. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kadhalika Roho naye hutusaidia nini? Udhaifu wetu. Aha. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Kuomba jinsi itupasavyo. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua. Kusikoweza kutamkwa.
Wewe huwezi kuomba vizuri, unamhitaji Roho Mtakatifu akupe ramani ya kupiga faya kwa mchawi gani aliyokukamata. Mama alimhitaji Roho Mtakatifu. Hapo Roho Mtakatifu akamwelekeza tufanye maombi ya vioo. Ina maana kwamba aligundua kwamba kuna testing za watu zimefungiwa kwenye nini? Kwenye vioo. Ina maana kwamba kumsikiliza Roho Mtakatifu ndipo alipokusema kwamba njoo siku fulani tufanye deliverance. Maana Mungu kaniambia watu wangu wote wamefungwa kwa kupitia watu wanaoita kwa waganga kupitia vioo. Amen. Mtumishi anayemsikiliza Roho Mtakatifu anafanya vitu ambavyo hata huwezi kuvielewa. Amen. Kwa nini unafikiri tunaenda kwa lugha? Wewe unaponena kwa lugha nikwambia sema kwa Kiswahili maana nani unajua? Hapana. Ina maana uwezekana hata unaomwombea hata Bush. Au unakuta unamwombea mtu ambaye hata uelewi. Na usingetegemea kwa akili zako kama ungemwombea. Yes. Kuomba kwako unamkuta unamwombea mtu ambaye hata uelewi unamwombea nani. Kumbe yule anapobarikiwa ndipo anakufungulia. Amen. Ndio maana kutusaidia kuomba, tujue kuomba. Walikwambia omba, utawaza mume wako amekimbia, utawaza sijui ndoa imekaaje, utawaza biashara uhusi, utawaza nini. Lakini ukianza kusema raba shaka yanda raba usekerebo, unjui nilikwambia kwa Kiswahili nini? Amen. Kumbe mwisho wa siku Roho ndiye anayekusaidia kuomba. Maana unaomba wewe vitu vyako pengine unaomba vidogo vidogo sana. Wewe unaomba malapa wakati mtu Mungu anaona gorofa kwa. Amen. Umeelewa vizuri? Amen. Unaomba sijui upate kimwanaume gani ambacho kimekuchanganya kwa mtaani. Kumbe Mungu anacheki ndio Black America inatoka huko. Na ukweli. Amen. Baba bariki yule Juma kanichanganya roho. Baba sijui nini. Kumbe wakati huo kuna lijamali inakuja huko nchi za nje. Roho utusaidie kuomba vizuri. Yes. Amen. Tegemea Roho Mtakatifu maana Yesu alisema kwamba mnahitaji msaidizi. Amen. Kwenye kuomba habari ya relation unamhitaji msaidizi ambaye atakuchanganya lugha. Ndio kipindi cha Pentecost. Alafu piga hatua. Sema hapa shaka. Ushangae umeenda kuchokoloni tajiri huko nchi zake. Linashuka na ndege. Linaanza kumtafuta yule pinji. Oh yes. That is Lord that is. Yako wewe sima. Unaomba yule muuza viatu pale unamtamani. Wewe unafikiri utaelewa kitu. Kwanza una Roho Mtakatifu mkavu kama nini? Unang'ania ule mtiju kwa sababu ananyoa kiduku pale. Miguu yake inanyoa ile sijui nini. Unamtobolea macho. Kumbe kuna mtu kwa mathamani anayekuja. Biblia inasema kwamba tumaini Mungu, usitumaini akili zako mwenyewe. Amen. Wengi wamepoteza destiny zao kwa kutumia akili zao wenyewe. Wengi wamefuata njia hii wakijua huyu ndio mtu sahihi. Kumbe Mungu kawekea mtu sahihi huko. Wanaposi kufuata kile kitu ambacho njoo ngoja kwanza. Huyu rafiki yangu. Simama, tena simama. Huyo. Wakati huyu dada anakuja. Wakati anaombea madhabahu. Tuliwasiliana siku moja. Nikamwambia lakini wewe stay connected. Endelea kuwa unamuomba Mungu, usikate tamaa. Anakuletea jamaa lako. Tena ukweli. Yeye akawa anakuja tu kama ajielewi, anakuja tu. Kwa sababu alifanyaje? Nije. Lakini kwa kuwa alimtegemea Roho Mtakatifu. Mtu aliyekuwa anamzania ndiye kwenye maisha yake. Na aliyekuwa na force ndio aje. Sio yule alikuwa sahihi. Lakini sasa hivi Mungu kamletea bonge la hela. Hiyo ndio tunasema kwamba Roho Mtakatifu operate mwenyewe. Wakati huyo ndio alikuwa sio amemaliza chuo, sasa nikapata jamaa la pei. Yes. Nimetulia. Na ninamwamini Mungu ana PS. Amen. Umeona? Mara mwisho nilipigia simu. Nilimwambia kitu kimoja. Mimi nakuambia hivi kama wana nabii. Lakini hakikisha umemwona mama. Ile ninachokuambia huyu ni mtu sahihi. Na nikamprofesia yule mtu kwa maisha aliyokuwa nayo ya nyuma. Yaani alipata pepa hii. Nikamwambia jitahidi muone. Mama alipoenda tukashika picha akasema ni huyu. Chukua. Hapo na mambo mengine ni huyu. Chukua. Amen. Inaona kwamba alisema wacha nimtegemee Mungu. Kwa kuwa wote wanaokuja machoni kwangu waweza kunijeruhi, ni bora nimsubiri Mungu amlete mwenyewe. Mtu sahihi kwa. Umeona hiyo? Amen. Sasa wewe unaangalia kwamba eti sijui Gasto, sijui Yusufu, sijui nani ndio wa kwangu, unakaa unakoma naye, stress zimekutoka mpaka mishipa imekutoka. Hauelewi mtu, ndio umekufa umeoza. Nani kakwambia unaweza kufa uoza kwa Mungu? Wewe bado ufe uoze kwa Mungu hapa. Ushushe pondeke mbele za Mungu. Unakufa kuoza kwa kina juu. Aya. Lord ati. Tumisho Mungu.
Ni hatari. Eti akwambia nimekufa nimeoza hapo natembea. Tena anajitabiria mauti mwenyewe. Ona kufanya unaoza afu unataka kuoa. Hata mimi siwezi kuoa mtu aliyekufa kaoza. Naoa marehemu sasa. Tena mizimu. Baby hapa nimekufa nimeoza. Sasa wewe ni wakati wa kumdipendi Mungu, acha kufa kuoza. Nyenyekea, pondeka mbele za Bwana. Mwambie Bwana, wakati ukifika mambo yangu yatakuwa sawa. Wakati ukifika kwa roho kwa madhabahu ninaenda kwangu vikia. Wakati ukifika mimi nitabarikiwa. Wakati ukifika mambo yote yatafunguliwa. Wakati ukifika kila mmoja anashangaa. Wakati ukifika utanifuta machozi. Wakati wako ufike kwangu leo. Kwa jina la Yesu. Acha kwenda kwa akili zako. Amen. Tuna operate katika roho. Tuna operate katika roho. Ukioperate katika mwili na damu na nyama, utamuelewa hata nabii wa Bwana akisimama kwa madhabahu. Utamuelewa. Mama anaposimama anakuambia nenda umebarikiwa. Ukiwa mwilini ndio leo kwanza kukimbia na kwanza kumtafuta. Mama sijui imepanda ikashuka. Ameshakwambia nenda, kesi imeisha. Ina maana wewe haupo rohoni. Unafukuzana na mama hapo nyuma unamsumbua bure. Lakini alisa tabiri. Na ndio maana kuna watu wengine wakinifuata na wale toka that preach. Kwa nini watu wakija kwangu nawafukuza? Mimi sio mbaya. Lakini sipendi kubadilisha ile neno mamangu alilolisema madhabahu. Amen. Kwamba umefunguliwa, nenda ukakutane na amani, nenda ukapokea promotion, alafu nakuja kwangu unasema tena mume wangu ni mkomvi. Madhabahu uliambiwaje? Nenda na amani, ukapokea amani. Yule ni nani? Nabii wa Bwana. Biblia inasemaje? Amini Mungu dhibitike, amini nabii ufanikiwe. So, watafanya nini? Ndio maana. Nenda. Ndio bwana piga mateke nyinyi mabinti nyinyi. Unajua hapa ndio point ya kumalizia. Ili nipate mwana nabii. Nitakupiga mateke. Sitasikiliza mtu wote ambaye anabadilisha unabii wa Mungu. Yes. Kabisa. Maana aliyesema na mama yangu ni roho. Yes. Akasema na wewe. Ndio. Unamaliza unanifuata nje unataka tena private huduma. Wewe. Mwambie mwenzako usirudie. Wewe usirudie. Wewe kwangu njoo kwa mipango, tutupange mishe nyingine. Magonjwa si ndio imekaa mbaya hiyo na majijuaga huko. Hata hapa nikimaliza kama ona nabii. Masuala ya kunifuata nyuma sitaki. Ngoma imeishia hapa. Amen. Na madhabahu ndio inaamua kesi yako. Mimi unanikuta kule nimekaa zangu na kula starehe, ndio unaanza kunishika koti. Mwana nabii, nilikuwa nataka nikuone mwana nabii. Kwani hujaniona hapa? Hapo hujaniona? Kwani hapa tuongee mimi na wewe? Unataka tuongeeje tena? Yes. Kwa hiyo unataka tuongee kiundani kwamba kawaje? Pokea. Kwani hapa nilisema nini? Hapa nilisema poteza. Hapa. Si nilisema pokea hiyo? Yes. Na unakuja kuniambia eti tamka neno. Wakati unajua kabisa nishatamka madhabahuni, pokea neno ukafanikiwe. Unataka nikutamkie la private la aje sasa? Akipia ukija nasema poteza. Ukija poteza. Maana ulibadilisha neno la madhabahuni. Mambo yote mechi yote iko hapa. Amen. Yaani ni sawa hivi. Wale wanaoendelea kuchinja, wanaweka matambiko yao. Wanaweka mbuzi, wanachinja. Mnanuiza wote na vitoto vyako pale. Mnaongea mambo yenu, mnamwaga pombe pale, mnamwaga siyo maziwa, mnaongea vitu vyenu, mnajimwagia damu na rukaruka sio mnazungukaje, mkimaliza pale. Kila mtu anakula raundi zake, sio? Ile ni nini? Ibada. Mlifanya ibada za mizimu. Anamwambia mzee nena jambo mzee. Sasa nenda kwenye mambuzi kule. Mzee fanya kitu. Sasa fanya akakufalisha na mangozi ya mbuzi kule. Baada ya kumaliza unampata wa nini? Kwani mnamfuataga? Hapa ni ibada ya kimungu. Kwa hiyo mambo yote yanaishia. Wewe amini tu, hapa mzigo unaisha. Amen. Ukitoka hapa wewe ni mzima. Amen. Tangilia pale ulipo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kadhalika Roho utusaidia kuomba. Amen. Maana yeye ndio anaelewa kuomba zaidi yetu. Amen. Akikaa ndani yetu ndio atatupa maneno ya kutamka na tuombe kwa prayer point gani. Amen. Ambazo zitakuwa zimelenga ile kusudi ya maisha tunayotamani kwenye maisha yetu. Amen. Tumeelewana vizuri? Amen. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Mwambie mwenzako unamhitaji Roho Mtakatifu. Tuvunje kioo leo, tumalize wachawi wote. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Amen. Maana yeye ndio msaidizi. Utakapoingia vita vya kiroho, ndio maana ukisoma Efeso 6:10 inakuambia kwamba vaeni silaha zote. Alafu mwisho unakuja kuambia kwamba vita vyetu si vya nani? Bali ni vya ulimwengu wa roho. Ni vya ulimwengu wa roho. Bali kwa mtumishi wa Mungu.
Ni vya nini? Ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho. Si damu na nini? Nyama. Sasa wewe unakuta hauko rohoni. Unakuta umejua ramani ya mchawi wako hapa. Unaanza kumkimbiza huko nyuma. Ngoja nenda kumchana live, nenda kumchana live, nenda kumchana live. Yeye ni roho. Wakati anakuloga alituma roho kwako. Yes. Kwa hiyo unatakiwa ujale roho wa Mungu. Na utwange ile roho, umalize chini. Umuone tu amefedheka mwenyewe. Ana habari, anakukimbia. Haya. Amen. Sikia. Wale ambao walitukimbia nyumbani. Sijawahi kumfuata. Familia yangu ni shahidi. Sijawahi kumfuata mchawi wangu kwa macho hivi. Lakini nilimwambia kwa kuwa Mungu wa mamangu na pia umenijaza roho ya madhabahu ya PMOC. Hizi pita hizi ngoma zinagongwa ndani kwa ndani. Vita vya ndani kwa Ndani. hizo ukisoma hizo wanasemaga cold war. Vita vya baridi. Mnazichapa ndani lakini mbele mnachekeana. Mambo uko poa eh? Unakuta ndani mmeshafetiana. Ndio ni mchawi wangu. Kimwamua anasema je mchawi wangu. Sawa mna mambo. Ngoja twende tena kazini. Tunaenda tena. Yeye anaenda kwake na mimi naenda kwangu. Mzigo tunaufukuta. Akiinama akivua nguo, mimi napiga magoti kwenye prayer mat. Akinyunyiza damu za nini, mimi napiga maji ya upako. Akianza kunena mambo yake, mimi napiga fire. Vice versa. Amen. Hapo ndio falme zingine unakuta mwisho wa siku anakuja, anaanza kukukosa, anaanza kuanza kujipendekeza kama leo. Sasa mimi natoka nyumbani. Yes. Huyo brother huyo mmoja aliyetukimbiaga. Leo nikakutana naye ghafla. Alikuja kwenye msiba lakini sikumuona. Aliyenikimbia kipindi hicho. Sasa nikakuta ndakuwa niko Alosto. Nani anajua Alosto? Sina kitu. Leo asubuhi namaliza naondoka saa 12 sio alikuwa ametoka. Anashuka na kigari chake. Tena kile kafo. Na mimi nikakumata kasuku kangu cha. Alafu kwa makusudi nikasimama. Nikasema ngoja nimuuzie sura mjinga huyo nipi. Kumbe alitegemea kukuta nina viraka. Au ile ya zamani kumfuata mpaka stendi kule unamfuata mpaka press chenia. Kaka ndio. Alafu anakuacha Alosto. Na mimi nikamwekea ndipo. Tena nilikuwa nimevaa hiyo kofia babsea iko kwenye gari kule. Unajua zile za babsea zile. Za watu wenye chapaa. Nikaanza kujitabiria nimeipiga asubuhi. Nikamnzoom namna hii. Za siku nyingi bwana. Jamaa akasema, "Yaani unajua wewe ndio umesoma kwenye familia yetu tu. Wewe ndio last born katika watoto 9, umesoma peke yako tu, una degree, umemaliza, hata hujaniandika kwenye sherehe yako." Eti nilikimbia miaka miwili nataka nimwalike kwenye sherehe tena. Wewe miwili ukutaka mazoea na mimi. Eti siku ya sherehe, eti kaka, nimemaliza chuo kikuu. Nani wa hivyo? Nikamwambia mimi sikufanya sherehe, nifanya short kidogo. Kwa hiyo sikutaka mambo mengi sana. Amekosa pose. Akasema ngoja nikirudi labda nitakutafuta. Gari ilikuwa tumepaki njiani, kwa hiyo gari inamsumbua kidogo nyuma. Alisikitika sana. Nimemwachia maswali mengi. Lakini sikuwahi kumfuata na kumwambia wewe ni mchawi. Mzigo uliokuwa unafanya umeguma. Maana vita vyetu ni vya kiroho. Ili kushinda vita unamhitaji Roho Mtakatifu. Ambapo ukisimama unasema wewe toka kwa njia yangu, anachomoka. Akija kutegemea una viraka, anakukuta uko ndani ya siku. Jana nikaa na watoto wake. Walikuwa wananiambia sijui wakaanza kujijoka wenyewe. Wanasema mama ndio mbaya, baba ana shida. Wanamshitaji kwangu. Nikasema jako ndika. Wakashaka wakasema lile mama ni baya lile. Sijui nini? Ni baya. Sawa kabisa. Ni roho alijaa ndani yangu. Yes. Nikamtumia ile roho kupiga vita vya kiroho. Yeye anapiga vita vya kichawi, mimi nagonga vya kiroho mtakatifu. Yeye anarusha mabomu, mimi narusha mabomu. Yeye anarusha mabomu, mimi narusha mabomu. Yeye anateketea, mimi nastawi. Amen. Sikia. Ni wakati ule mimi ninapolamba degree, mtoto wake wa kwanza akapigwa 0. Form 6. Na amesoma shule za gharama, pesa nyingi. Wakati mnyama nimemalizia hivi, na alijua sitasoma, wakakuta kwake analizuru. Wakaona aibu wakaenda kumficha nje ya nchi. Pesa zote wanakula wajanja kule nje ya nchi. Hana tena raha na pesa zake. Yale madoido ya kuja na ndege kila saa yamepungua. Juzi namshuhudia mke wake anakuja na basi na anapanda bodaboda. Huyo wakati yeye karudi kule kwenye bodaboda, mimi nimeanza kufurahi. Vitu vinageuka. Ukiwa na Mungu ana pesa. Vitu vinageuka. Ukiwa na roho madhabahu. Vitu vinageuka. Wakati ulikuwa chini. Wakati ukunyanyuliwa. Wakati na shabaki. Wakati lazima aone. Wakati lazima aone. Wakati ukifika. Wakati ukifika.
wakati ukifika, no matter what, haijalishi uko wapi, lakini wakati ukifika, kila mmoja lazima atajua, kila mmoja kila mmoja lazima atajua wakati ule waliosema utaenda, wakati wakasema hautapakata, wakati watasema hautajenga, wakati atasema unatembea, wakati wa kufika aone Today is my day. 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 Lazima washangazwe. Lazima washangazwe. Lazima. Sikia. Yes. Hiki tunakwambia ndio inaotokea sasa hivi. Basi pesa. Yaani kama uliniteka kwenye karai, mimi nilifanya kulifunika. Amen. Wakati wao wakiona sisi tutaishia kulia na kula mbogwe, ni wakati wa Mungu alifika, tukafika mpaka vyakula tunapeta tena. Wakati wao wanashuka chini, walikuwa wanatembea huko wamekaa, wakaona kwamba gari ni ya thamani sana, lakini roho wa madhabahu ya PMC, roho wa mama yangu, baada ya kuingia ndani yangu, nikapata mamlaka kuamuru vitu vyote vikafutika, vyote vikarudi kwangu. Ile nyota walioitumia miaka ile, kula vizuri, kuendesha magari, kupanda ndege, nikawanyang'anya, nikaichukua mimi. Wakati wao narudi sema ni wakati wa kuteza kwa zamu. Zamu yangu ikifika, sintaachia. Sema zamu yangu ikifika, simpita na nafasi. Sema simpita na nafasi. Lazima ngoma igeuke. Lazima ngoma igeuke. Mambo imebadilika. Mambo imebadilika. Sasa unajua mambo imeharibika. Wewe unafikiri aliyesema mke wake ananiambia kwamba hautaenda shule, hautasoma, hautafanya chochote. Akaniacha nikiwa form 1 na nimeambiwa nisisome, wananiambia niende VETA au niache kazi nikachunge mbuzi za babangu. Nikamuuliza babangu ana mbuzi gani za kuchunga? Hizi mbuzi 6, ng'ombe 2, nikachungie wapi? Na huko kijijini hamna sehemu za kuchunga. Wakaninyanyapaa wakakimbia, akisema kwamba sitasoma. Mtoto wa watu nikatulia. Yaani wakati ukifika, Mungu wazima watu hawakufuatilii, wamenyamaza kimya. Unakuwa ni wakati wewe upo chini, unapanda. Sikia, wakati unapanda, hata maadui wanaona wameshakuweza. Wanakaa wametulia, wanafanya vita vyao, wanajua umekuwa kwenye kibuyu. Kumbe kwenye kibuyu ilibaki koti tu. Wewe original haupo. Lakini basi, fika muda, wakati unaenda chini, wanaona surprise. Hiyo ndio wakati wa Mungu kufanya surprise. Mungu hawezi kumpa adui direction yako. Amen. Kama unamuomba Mungu funga direction. Amen. Wakati wa Mungu mpiga uzozota au tunasema upofu, anakuwa anaona mateseka, lakini hajakuona live. Aliyetegemea sita graduate, ninayo ngoma yangu. Aliyetegemea nitatembelea kwa miguu, alikuta niko tofauti. Alibaki amecheka na meno, kashangaa na meno, hajielewi. Wakati huo alitegemea atakuta wakati wa kuomba haupo. Ina maana Mungu kabadilisha ile mambo. Amen. Ibadilike kwa katika jina la Yesu. Ibadilike kwa katika jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Wakati wa Mungu hiyo jaribu, sema ni jaribu dogo sana. Sema ni jaribu dogo sana. Ile jaribu ni dogo sana. Kila kitu kina majira yake. Amen. Omba bila kukoma. Amen. Penda kumpenda Roho Mtakatifu akae ndani yako. Amen. Hebu nifungulie Zaburi ya 51. Kimbia. 51 kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa. Zaburi ya 51 mstari anza mstari wa 10. Mstari wa 10. Mungu, huyu ni Daudi. Mungu,
uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Hapo ni Daudi anaomba rehema baada ya kumkosea Mungu. Aha. Usinitenge na uso wako, Usinitenge na uso wako, wala roho yako mtakatifu, wala roho yako mtakatifu usiniondolee. Usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako, Unirudishie furaha ya wokovu wako. Ina maana Daudi kusema kwamba Roho Mtakatifu usiniondolee, ina maana alijua Roho Mtakatifu ndio operator wa mambo yote kwa maisha yake. Amen. Kwa nini asingeruka hiyo point ya kusema kwamba Baba usiniondolee Roho yako Mtakatifu? Ametumia roho yako nini? Roho yako. Yeye mnaona Biblia vizuri? Fungua macho vizuri. Wala roho yako. Sio roho wako. Roho yako wewe. Roho yako. Au Biblia yangu imekosea? Hapana. Sema kwa nguvu. Someni wote. Wala roho yako mtakatifu usiniondolee. Roho yako. Yes. Kaanza kusema roho yako. Ina maana ni yeye mwenyewe. Amen. Yaani roho ya mama yangu Nabii Esther. Yes. Ina maana ni yeye mwenyewe. Amen. Ndio nabii mwenyewe. Ndio Roho yake mwenyewe. Amen. Na ndiye Mungu wake mwenyewe. Amen. Kwa maana akisema roho yangu, Mungu amefanya agano naye kuwa nabii. Na ndio maana tunaita Mungu wa Nabii Esther. Ina maana tunategemea ndani ya roho yake ile ambayo Mungu amefanya nayo maagano, akaiachilia feva fulani. Sisi tukae chini ya ile roho, tupate kupata mbubujiko mwingine zaidi. Amen. Wewe mshamba unasema kwamba kwa nini unaita Mungu wa Nabii Esther? Ndio maana yake. Mungu wa Nabii Esther ni roho. Amen. Nabii Esther ni dada kama dada mwingine. Mtumishi wa Mungu alisema kitu kimoja nilifurahi sana. Alisema nabii ukimfinya nasikia. Sio kwamba asikii. Yes. Ni binadamu kama binadamu mwingine. Yes. Lakini ndani yake ni mtu mwingine. Amen. Utakuja hapa bibi kizee atamwambia shalom mama, shikamoo na magoti. Wewe unafikiri kwa nini? Umri unaruhusu kusalimia? Lakini kilicho ndani yake ni kizee zaidi. Kina mafuta zaidi. Kina hekima zaidi. Kina ufahamu zaidi. Kina maarifa zaidi. Kina uponyaji zaidi. Kina majibu. Amen. Ndicho ndio tunachokiabudu. Amen. Ukiwa umempigia mama magoti namna hii, sio kwamba nimemwabudu binadamu. Hapana. Ninaabudu kilicho ndani yake. Yes. Maana kilicho ndani yake ni roho. Yes. Na roho huyo ni wa Mungu. Amen. Aliyejaa ndani yake. Baada ya hapo Mungu akisema niamini mimi, waamini manabii wangu kwa sababu roho yangu nitaimwaga ndani yao. Amen. Somebody say fire. Fire. Ndio ujue kwamba tunapiga magoti kwa ajili gani? Amen. Eti yule kaka mkubwa anamwogopa dada hivyo. Wewe. Sema mtumishi. That is law. Amen. Waje unaelewa maandiko. Roho iliyo ndani yake ni kuu mno. Yeye anatembea kama tu. Ni kama container tu iliyojazwa vitu. Yes. Yaani kama container ambalo nje ukiliangalia utalizarau lina kutukutu. Lakini ndani lina almasi. Amen. Ndani lina almasi. Ina maana kwamba ili uweze kupata zile almasi, lazima uanze kulipaka mafuta vizuri container. Ulipembeleze lipasi. Yes. Wewe unaelewa? Amen. Hata kama nilikwambia angalia macho gani, unalegea kidogo, unalipembeleza. Ili litoe zile almasi ndani. Amen. Ili wewe uweze kubarikiwa ndani ya madhabahu, lazima ukubali kwamba kuflow chini ya nabii. Amen. Kukaa chini na kutamani kumpetipeti, amwage baraka kwako. Amen. Ina maana kile kilicho ndani yake kinatoka baada ya agano la Mungu na yeye. Na kubaliana yake na Mungu, mwaga baraka kwa huyu. Yes. Na ili Mungu akubali, lazima umfurahishe nabii. Amen. Wake furahi. Amen. Wake ndio ajai ndani. Amen. Kuita mwana nabii nilikuwa natoa macho tu na kushangaa na meno. Hakuna. Niliwahi kumtamani mama sana maishani mwangu. Yes. Baada ya kuponya tu familia yangu nilikuwa namtamani sana. Nilikuwa nampenda. Naona anafanya kitu ambacho ni amazing sana. Nafurahi kukaa kwenye ibada sichoki. Sana. Najitahidi kutoa wakati Mungu anafanya, lakini nikijitahidi kumsikiza maelekezo yake anayofanya. Amen. Mungu akapiga msukati akamwambia we. Mwaga kwa mtoto, mwaga kwa huyu. Amen. Ndivyo inavyomwaga. Wewe siku akaja akajua tu. Njoo wewe. Roho yangu. Ile ni thamani. Kabeba thamani ndani yake. Amen. Kabeba madini. Yes. Hawezi kufanya tu kuyachukua haya, mwaga na hiyo roho. Njoo wewe. Haya chukua na hiyo roho nimepewa bure. Wewe, nani alikwambia anapewaga bure? Ni gharama. Mtu anakaa chini analia. Anatoa. Anateseka, anatukana, anafanya, lakini anasema nilichokibeba ni cha thamani.
Amen. Lazima nifikishe maono haya nilipopendwa na Mungu. Yes. Anapokuja kuyafikisha kwako, wewe jua kwamba yana muda mrefu yamepita mahali pengi kukufikia wewe. Hivyo wewe unatakiwa kukaa chini na kunyenyekea maono na kumsikiliza Roho Mtakatifu anayefanya kazi na mama yetu. Amen. Amen. Ongeza makofi yako kama una wivu. Amen. Ngoja turudi hapa. Roho Mtakatifu ni roho wa hekima. Roho wa nini? Wa hekima. Roho wa nini? Roho wa maarifa. Ina maana ukiwa na hekima na maarifa, ukiwa na hekima na maarifa, hiyo ndio itakufanya wewe kujaa au kwenda viwango vingine zaidi. Tunahitaji hekima, maarifa na ufahamu. Hekima, hata biashara inahitaji hekima. Mtumishi wa Mungu, kila kitu kwenye dunia kinahitaji hekima ili uweze kujaa. Kwenda viwango vingine unahitaji hekima. Ndio hekima mwenyewe hutoka kwa Roho. Ina maana kabla ya Roho, kabla ya hekima tunamhitaji Roho. Amen. Tukiingiwa na Roho ndio tunakuwa na hekima. Amen. Za kusema 1, 2, 3. Yes. Ukiingiwa na Roho Mtakatifu, hata kama ulikuwa na maisha ya ulevi, kunywa pombe, kuvuta masigara, kuchoka choka huko mtaani, unaingiwa na hekima za kuishi maisha matakatifu. Amen. Kama wanavyosema amen nyungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ina maana tunamhitaji Roho atupatie hekima, atupatie maarifa ni jinsi gani tutaipanga hii biashara. Kama walivyo watumishi wa Mungu hapa, wanapanga ramani ya kanisa iko hivi. Ina maana kwenda yeye mwenyewe mpaka kanisa limepiga makofi, ina maana kwamba Roho alimuongoza piga hivi na hivi na hivi. Amen. Bila Roho angetutolea kibanda cha umizi. Roho ndio kasema nataka sisi tuende iwe. Amen. Na bado akatilia watu wa kutoa maswali ili wajibiwe. Yes. Ina maana kwamba Roho bado yuko kazini, anaongeza knowledge zaidi. Amen. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Amen. Ina maana Roho Mtakatifu ndio alipatia hekima. Hekima akapata maarifa. Akapata ufahamu. Yes. Akakaa chini akaanza kudraft. Yes. Wakati akidraft naamini kwamba ulisema Mungu na Bwana nisaidie. Sidhani kama aliruka hilo neno. Mungu na Bwana nisaidie. Kazi yangu ikubalike. Ah? Hiyo ndio jambo alilolinena. Wakati akichora anasema Mungu na Bwana nikusaidie, kazi yangu ikubalike. Ina maana Roho akaingia kazini. Maana alikuwa amejitolea kufanya kazi ya Mungu. Amen. Mungu akasema nami nitakuwa nao. Draft namna hii. Amen. Tunamhitaji Roho Mtakatifu atupe maarifa. Atupe hekima. Amen. Atupe ufahamu. Yes. Kwa kufanya jambo litokee. Amen. Na watu wote walikubali. Amen. Hata kama unasifu ni bure. Maana kuna wengine akija mteja wanaongea kama wametoka mgodini, amini, kwenye mdalo ule si nini. Klabu sana. Hana kauli nzuri, hana hekima. Bana kama vipi, nenda bana duka lingine kama unielewi, nenda duka lingine. Kwani mimi nini bana, sina shughuli na hela, nenda duka lingine. Huna hekima. Unadhani kwa ulizia kitu cha 1000 au cha 200 au 500. Bila kujua ndani ya milioni 10 kutoa 200 sio milioni 10 tena. Huna hekima, hauheshimu uchumi. Roho haiko ndani yako. Amen. Hata biashara inamhitaji Roho Mtakatifu. Yes. Unapoletewa watu unaweza kuongea naye maneno mazuri, akaenda kusanya. Unajua mteja mmoja kumpoteza ni shida sana. Mmoja ndio atakwambia twende, yule kaka anauzaga nguo nzuri, nikupeleke hapo. Ina maana mmoja uliyemhudumia vizuri haweza kuleta 10 na biashara yako ikakufa. Amen. Mmoja uliyemtukana anaweza kupoteza hata 100. Maana sema usiende hapo, huyo ana kauli chafu sana. Huyo ana kauli chafu sana. Yes. Wengine unakuta mtu kaenda hata anyway alikuwa anunui, akaomba hata change. Ongea naye vizuri. Umekuja mzee mmoja, kaka bibi. Karibu. Samahani dadangu, si mimi nilikuwa nataka change. Hakuna change hapo. Nenda benki. Hasira. Kwa sababu alifanya. Umefukuza nzi toka asubuhi, alafu na yule unajua kwamba anaweza kuja kwa mteja kesho. Naambia si kaka yangu, zipo kidogo lakini ngoja kwamba hapana kule ya Mungu. Hebu jaribu duka la jirani. Kauli tu. Hekima zimekuja. Waweze kuongea kitu ambacho mtu akikisikiliza anaweza akafanya kitu na akafanikiwa. Amen. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako anakushepu hata kama hutaki kushepika. Anakushepu. Kama ulikuwa mzinzi utasimama tu. Yeah. Kama ulikuwa mlevi utasimama. Kama ulikuwa ni menyemenye sana atakupa kazi ya kufanya, utatulia. Yaani na maana kila kitu kitakaa sawa. Utakaa kwenye mstari kwa sababu pokeeni Roho Mtakatifu, maana ndiye msaidizi.
Yes. Atakusaidia hata kutembea na marafiki atakuchambulia kukaa nao. Amen. Umeona kwamba Roho Mtakatifu ndio kabeba kila kitu. Amen. Hebu nisomee nani? Nisomee Wakorintho wa kwanza 12. Amina. Nataka kidogo. Nitasoma. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 8. Soma. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la nini? La hekima. Aha. Na mwingine neno la maarifa. Na mwingine neno la nini? La maarifa. Aha. Apendavyo Roho yeye yule. Apendavyo yeye yule. Na mwingine imani katika Roho. Na mwingine imani katika Roho yeye yule. Huyo ni Roho anayetoa karama zote hizo. Yes. Mambo yote ya Roho anayachilia. Amen. Imani ni yeye, uponyaji ni yeye, hekima ni yeye, maarifa ni yeye. Aha. Na mwingine karama za kuponya katika Roho ni yeye yule mmoja. Aha. Na mwingine matendo ya miujiza. Mwingine matendo ya miujiza. Huyo Roho. Na mwingine unabii. Na mwingine unabii. Na mwingine kupambanua roho. Na mwingine kupambanua roho. Na mwingine aina za lugha. Na mwingine aina za lugha. Na mwingine tafsiri ya lugha. Na mwingine tafsiri ya lugha. Lakini kazi hizi zote hutenda Roho huyo mmoja, yeye yule. Ishi hapo. Nafikiri iko open kabisa. Kuna mtu asielewa? Amshiri, kuna watu wamelala kabisa, wanaweza wakaota. Hapo watu wanapiga usingizi, yani unamshushia neti. Kumbuka kwamba unamhitaji Roho Mtakatifu ili ukae full package ya mambo yote unayotamani. Full package ya mambo yote unayotamani. Amen. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Amen. Kwanza Roho Mtakatifu ni roho wa kibali. Yes. Ukiwa umejaa Roho Mtakatifu, utaposimama sehemu zote, utakubalika. Amen. Ukikaa kwenye kikao cha familia, watakuelewa. Amen. Na ndio maana somo letu tunasema ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Yaani kubatizwa kwa Roho. Yes. Kubatizwa kwa Roho. Yaani kuingia ndani ya Roho. Amen. Umeelewa vizuri? Amen. Yaani wewe umemwagiwa, unajua kubatiza watu wanavyochukulia kwa kalia kawaida ni kumwagiwa maji namna hii. Yaani kubatizwa. Umebatizwa. Yaani umeoga. Umeoga nini? Umeoga maji mengi. Umeoga nini? Umeoga. Ina maana ukiambiwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, yaani umemwoga Roho Mtakatifu. Amejaa ndani yako. Yes. Ndio kila kitu kwa maisha yako. Yes. Akiwa hivyo basi tayari ndio mwamuzi wa kila kitu. Yaani maisha yako yote, maamuzi yako, kauli zako, ndoa yako, kazi yako, huduma yako inahitaji yeye ndio afanye. Amen. Shangilia Yesu pale ulipo. Amen. Sema Mungu wa mama yangu Nabii Esther. 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 Namhitaji Roho Mtakatifu. Namhitaji Roho Mtakatifu. Namhitaji Roho Mtakatifu. Namhitaji Roho Mtakatifu kwa maisha yangu. 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 Chukua dakika moja, omba mbele za Mungu, mwambie Mungu wa Nabii Esther kwa jina la Yesu. Mungu wa mama yangu Nabii Esther. Ambaye atasikia habari zako, ajue hakika Mungu yu ndani ya huyu mtu. Amen. Soma na mimi Mathayo 2:1. Kimbia haraka, spidi sana. Mathayo 2:1. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki. Hapo kwanza kabla unaendelea. Yesu alikuwa anatumia nani? Ndani ya Yesu kulikuwa kuna nani? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Yes. Matendo ya miujiza aliyafanya kupitia nani? Roho Mtakatifu. Aliongozwa na nani? Roho Mtakatifu. Sio Mathayo ninakwambia alienda nyikani kwa kuongozwa na nani? Roho Mtakatifu. Twende kazi. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu. Wakisema, yupo wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki. Nasi tumekuja kumsujudia. Tumekuja fanyaje? Kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika. Mfalme Herode aliposikia hayo, kwamba kuna chombo kipya kimeshuka na kimeingia sehemu fulani, alifadhaika kusikia hayo. Yes. Maana kila mtu alijua habari zake. Maana yeye mwenyewe alikuja kama roho na ndani alijazwa roho. Ina maana ni roho ya Mungu yenyewe ilishuka. Na ndio maana kwa mfano mmoja kwamba hakuja kwa kupitia baba na mama. Aituma kwa tamko la malaika. Akajazwa mwili kwa uwezo wa nani? Kwa Roho Mtakatifu. Bwana sikiza. Sikia.
Huyu ili apate Yesu ndani yake alimhitaji malaika amuru uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yake. Yes. Ambaye alikuwa amepata connection kutoka kwa Mungu. Amen. Akatumwa kama Gabriel. Yes. Akafika akasema uwezo wa Mungu uje juu yako. Yes. Na au Roho Mtakatifu uje juu yako. Yes. Utapokea mimba. Yes. Umenielewa vizuri? Amen. Pasipo connection ya mwanaume, utapokea mimba. Kwa uwezo wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Kwa uwezo wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Ina maana kwamba Yesu alikuwa alitokea kwa kuwepo Roho Mtakatifu. Amen. Tumeelewana vizuri? Amen. Kabla Yesu kutokea alimhitaji nani? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Yes. Ndio maana akasema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndipo alipoingia ndani ya yule mwanamke Maria. Yes. Ndio mimba ikatungwa. Ina maana kwamba Yesu kabla ya kuwepo Roho alikuwepo. Amen. Na Roho yenyewe ni nani? Mungu. Ukisoma Yohana anakuambia kwamba hapo ni mwanzo palikuwa kuna nani? Neno. Neno naye alikuwa. Neno naye ni Roho. Yes. Neno ni Roho. Amen. Mtumishi wa Mungu alikwambia wewe ni maskini, hiyo ni Roho nimekutumia. Nikwambia wewe ni tajiri, pokea utajiri, pokea viwango vipya, hiyo ni Roho nimekutumia. Amen. Maneno ya mtamko tu ni Roho. Ndio maana anaweza kusema kwamba mimi jamani si wa kuolewa, nilipopauka hivi. Ndivyo unazidi kupauka kwa sababu umejitumia maneno. Ile ni Roho umejiwekea ndani yako. Maana kuna watu wanakuambia mimi sana. Dini wa maisha yako waweza kubadilisha siku kama mbaya. Waweza kukua kwenye baraka nyingi ulizokuwa unatamka. Unaweza kuwepo hapa kanisani tu kama ni mtu ambaye unadadisi mambo, usengenya nabii, kufuatilia maisha ya watu, kufanya nini? Uipo kama na wewe. Yes. Ikaondoka kwa kabisa. Amen. Wewe ndio tukisha leo kama zipe. Maana tayari unapata ile roho ya Mungu. Amen. Alafu wewe unajaribu kufight roho ya Mungu. Ina maana kwa upande mmoja ukipiga fire, tunakupiga wewe hapa. Yes. Amen. Yaani wapende na sisi fire zinaenda kule wewe unakutoka huko. Amen. Yes. Umetengeneza Mungu kwa hiyo hapa. Umepita na mambo yote kama mabaya kwa bibi. Ungesema kama Mungu amekufunga. Unafikia sababu gani? Anasema Mungu anabii. Waliposema Mungu anabii. Mmoja jamaa kiwewe ananiogopa. Mungu anabii sasa tunajipata vibaya. Au tena akikuja bado mimi niende baba. Sema mkimbie mtamwambia. Kwa sababu tunaomba wajue Mungu anasikia. Nikisikia nabii sasa kwa kwa. Nikasikia hadhara yako mwanangu. Sasa ni nini akashuka na kufanya nguvu yake. Huyu mama yeye anajua anakimbilia. Mungu anabii haya nenda. Hiki la kwanza nimesema. Utumwa si kufanya jambo. Hauelewi mpaka nini? Chakula kipande. Hapo kabla bonda anatembea hivi. Nikawaambia jamani, tafanyeni. Huyu kanikimbia na ndiye. Wakati huu nilimpiga kimota akapona. Lakini kwa nini jeuri? Acha hapa kwa jeuri. Kwa nini ndio mbaya huko hospitali? Haya mzee aliko vizuri. Chakula kibaya. Mimi naona kabisa huko kama roho moto anapokuwa kesho. Lakini mimi mmoja nikajeuri. Acha. Jeuri. Mwizi kajipanga na nyuma mama anataka kuelekea usichoka. Naona ile maisha. Piga shoka huko. Anajibuka wewe utamlie. Japo shoka kala na gaza wake. Wewe baba. Wewe bibi sasa. Sasa ile ni wewe jambazi. Japo shoka na pesa kala na. Sheria sana Yesu anaweza kuwa. Yes. Ndio anajua kwa kadoja. Amen. Yes. Baada kujua kadoja. Alikuwa ni adui. Yes. Sasa huyu alikuwa ni adui anasema madhabahu. Alikuja. Kama ya watu. Kama sisi tunategemea mzigo wangu. Spatiki. Nilikuwa wote kwa pamoja na baba na nyinyi kwa nafasi kuleta mzigo. Nipeleke kupita kwa nikapiga hivi kwa baba. Sasa kuna kwa mwana wa
ndio kuna. Na sasa kama ndio hapo sisi tunataka kama sana kufikiria ndio ndio. Ila kama vile lakini kwa sababu ndio ndio mmoja ni sasa tukisamu nikija kama nikichezea sasa ukashangaa ni nini? Ni kwa sababu huyu ni Mungu alimselect pekee. Ashuki kwa mtu aachilie neema. Na mfanye mtu aame alipokuwa aende sehemu nyingine. Ina maana ya kwamba unapoona kwa nini walishangaa? Nyota yake iliangaza. Maana yeye mwenyewe alikuwa ni roho. Maana mimba ilipokelewa kwa uwezo wa nini? Kwa uwezo wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Ina maana ule uwezo wa Roho Mtakatifu ndio uliingia kwa Maria. Kwa maneno mengine. Amen. Uwezo wa Roho Mtakatifu ndio uliingia wapi? Kwa Maria. Yule Maria naye akazaa nani? Roho. Umeelewa? Amen. Baada ya roho kuzaliwa, akaja kwa umbo hili. Yes. Unaelewa Kiswahili? Amen. Au tuongee Kijita? Baada ya roho kuja uweza, yani niseme kwamba Roho Mtakatifu ndio alikuwa mume wa Maria. Amen. Umeelewa? Amen. Aliweka katia mimba ndani Yes. Amen. Ile mimba ilipotolewa, Yes. imeanza kwamba roho ndio alikaa ndani ya tumbo la uzazi. Yes. Alipozaliwa, kilichozaliwa ni roho. Amen. Yani mtoto wa roho. Yes. Sio mtoto wa Joni, wala Joni si Yusufu si nani, wala si Makongoro, hakuna. Ni mtoto wa nani? Wa roho. Ina maana amekuja roho mwenyewe. Yes. Baada ya kushuka roho mwenyewe, ndio maana watu wakaanza kushangaa, hii nyota si ya kawaida. Amen. Mungu aliamua kuja mwenyewe kwa staili hiyo. Mlimwona katika hali ya mwili lakini hakuwa. Ile ilikuwa ni roho inaoperate. Amen. Na ndio maana alizikwa akafufuka. Yes. Kwa nini afufuka? Ah? Kwa sababu ni roho. Ni roho. Mtumishi wa Mungu, najua mtu akifa sasa hivi wanaenda kuzika kwa nazika, unafikiri nini? Si mwili ule. Yes. Roho haipo pale. Amen. Roho haipo. Sasa roho ambayo haipo ndio ile iliyofufuka. Amen. Hapo naeleweka vizuri? Yes. Roho ambayo wewe ukifa sasa hivi unakuta haipo na ile kaburini. Yaani ndio hili ambayo ilikufa ikafufuka. Amen. Ina maana kufufuka kwa ile roho hairudi tena kaburini. Yes. Wewe unapoingia kaburini yenyewe imeshasepa. Amen. Maana ilipokuwa pale wakati imefufuka ilipaa. Amen. Na wakati ukifa sasa hivi inapaa. Amen. Sasa hapo kimbembe ipo ni roho ipi? Takatifu au ilishaingia kwenye ndani? Amen. Ndio inaenda kwa kwenye mbele za hukumu. Ting. Wajinga wengine wanakuja kusema kwamba Mungu ailaze roho ya mahali pema peponi. Tunakuombea marehemu. Baba akupokee. Unaombea mwili. Roho ishaendaga kitambo. Limeishi, limeua raia hapa, limeua paka, limechoka. Limetesa watu, limefanya matendo, limehubiriwa injili, halielewi. Dakika za mwisho ninakufa eti. Baba, mtu wako huyu mpokee. Okay. Mwambie mwenzako too late. Too late. Roho imeshaenda, imewekwa sehemu yake kule. Kwa hiyo unakuja kuombea lijitu ambalo hata kuchupa Mungu akile hamna. Unaombea container kwa kile original kimeshaondoka. Yes. Unapoteza muda tu. Sema mzee, tupumzika kwa amani. Ikiwa kuna mishemisho ulifanya mbaya mtajuana huko. Piga chini mzigo. Anaja kuendeleza maisha, tunapembeleza kitu ambacho hakiongei. Tunapaka poda. Mungu akupokee. Akupokee. Baba, Mungu ampokee sala za kila saa makaburini. Mungu hawezi kupokea kitu kama hicho. Amen. Hapa katika uhai wako ndio unatakiwa kutafuta mabaya na mazuri ya chambua. Amen. Ukishaingia chini wewe siye tena. Yes. Wala unabaki na mwili tu pale, unapoteza pale, mnalilia ule mwili, mnaulalia tena, na wengine wako na uchungu wanataka kuingia nao ndani. Wiki yote. Haipo pale. Original imeshatembea. Amen. Kilichobaki wewe hapo ni mmebaki na mwili. Roho inaenda kusema mbele za haki. Iko wapi? Walikuwa mzinzi, msengenyaji, mwizi, muongo, hivi na hivi. Amri zangu zinasemaje? 1 2 3 4 mpaka 10. Okay, uko wapi? Siko kwa amri zangu mzee. Simama huko. Okay, sasa. Unasimama hivi. Lambo hilo. Na wale matajiri walikuwa wanamtesa Lazaro. Tunachomvya wenyewe tu. Pigo kiberiti mpaka unachoka. Na ule moto wa kule sijui kama unafanisha na ua. Just imagine mtu unaungua siku zote. Milele unaungua milele. Utataja majina yote. Nani sasa? Unaenda kwa mfasi wako. Utaita majina yote. Kelele sitoki. Moto ni waka. Hamna msaidizi. Sijui ufanyeje. Yaani mniambie sijui unafanyaje. Hivi unajua ukitafakari jambo utalala mbele za Mungu muombe sana.
Yaani unachomwa tu. Miaka yote nenda. Wewe umekaa kama miaka 20, 50, 60 umekufa au 70 au 100. Kule ni miaka yote milele na milele. Wewe unachomwaga tu. Kuna mtu mmoja alikuwa anaongea naye anasema kwamba yaani wewe kwa sababu ulizo nazo wewe hautumbukizo kwenye moto. Ile unakuwa ni kuni za kupokea moto. Ina maana kuna wengine watakuwa kuni. Yaani malaika wa zamu wanasogeza. Hiyo kuni. Kwa unafanya mkaa unapigwa pale. Mwingine akasema I say, kuna watu bwana nimesoma nao walikuwa wanaongea vitu vya ajabu sana. I say brother, poisa tu unaoifanya. Moto wako ambao unachomwa ni wa tofauti, sio kama wa kwetu. Jamaa anamwambia, huu wa kwako ni wa makaa ya mawe. Sisi tunatumia hata kuni za mlimani, ila huu ni wa makaa ya mawe. Pole. Yaani kwamba leo na dhambi ni kubwa zaidi kiasi kwamba kwake ni wa nini? Wa makaa ya mawe. Tunahitaji tumhitaji Mungu kwa kila jambo. Mtakatifu na mhitaji Roho Mtakatifu. Yes. Ndio maana akaitwa Roho Mtakatifu. Andika point hapo. Asante, Mungu akubariki. Kibali. Roho Mtakatifu hutupa kibali. Roho Mtakatifu hujaza mtu imani, hekima, maarifa. Hiyo tumesoma Wakorintho ngapi? Wakorintho kwanza 12. Zote Sura 8. Roho Mtakatifu hutupa kushinda vita vya kiroho. Isomewe Efeso 6:10. Wakati nikiendelea naomba nimsaidie yule kijana anaitwa Shuda. Yoni kwa. Au washono. Yoni kwa anaitwa Shuda, yule mgodi. Ashondo. Wa Efeso 6:10. Na ndio nataka nimsaidie yule. Maana yule. Basi sasa, amemwaga nani? Kwa nini kaondoka kwenye ibada na jisaidia? Nitaka nimsaidie mdau yule anatoa shuhuda hapa lakini nikasema acha kwanza nisingie utaratibu. Ndio hivyo sasa, nijifunze wengine. Nataka nimsaidie kitu kikubwa sana na nikija na ushuhuda mkubwa sana. Amen. Anyway, tuendelee. Wa Efeso 6:10. 6:10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Hapo Mungu hutupa kushinda vita vya kiroho. Yes. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa diria haki kifuani. Hapa vita vyetu anasema si vya ulimwengu wa damu na nyama, bali ni vya ulimwengu wa roho. Vya ulimwengu wa roho. Ina maana kwamba ili tuweze kushinda falme nyingine tunahitaji tupigane vita vya kiroho. Unaweza kumkuta mtu kanyanyua chuma kajazia na kidari kikubwa sana, lakini anateswa na kipepo kidogo kama sisili. Amen. Kinamchanganya usiku wa lali. Yes. Lakini ikija ku giant tembo la sisimizi kinamzungusha mambo ya kale. Kipepo kidogo namna hii. Ni vyema kujazia roho. Amen. Ukiwa umepiga chuma za kiroho hakuna atakayepunguza. Amen. Nashangaa mtu ana body kubwa analala gym, lakini usiku halali ananyongwa na kijini cha ajabu. Ukikuja hivi kubwa na watu wakinyongwa wanakuwa wadogo, kaja na kidari chake anakimbia. Mtumishi wa Mungu, acha kabisa usiku silali. Kile kinaletwa kwenye uhalisia kile wasa kidogo kinatoa jasho bila miraba minne kubwa, haina nguvu za roni. Roni ni kasisimizi lakini kubwa kama nyumba. Hilo jamani linahitaji lipige chuma za kiroho. Kama tunapiga za chuma za kiroho.
Napiga chuma za kiroho. Chuma za kiroho unatakiwa kupiga wewe ni kumwamini Mungu, kuhitaji Roho Mtakatifu. Utakatifu na imani vikae ndani yako. Roho aweke makao ndani yako. Uchao, uvimbe, utune kwa Roho aliye ndani yako. Amen. Ili hata kupiga ngumi ya hewani, ina maana kwamba Biblia inasema kwamba ya kwamba fanikiwa katika mambo yako kama roho yako ifanikiwa. Roho yako ikifanikiwa, ikiwa imejawa na roho, ina maana hata nje yako inafanikiwa. Mambo yako yote yanafanikiwa. Utakupiga vita vya rohoni, vita vya rohoni. Utakupiga adui. Yaani unaona watu wanapigana vyo hapa. Anarusha ngumi kabisa. Piga unafikiri ni yeye yule. Ni roho anarusha. Amen. Maana tayari roho kajaa ndani. Kwa hiyo ndio ana fight na wale watu. Kwa hiyo hata ngumi yako ikija inakuwa ni tofauti. Wewe piga ngumi zako zikao kazi naye. Lakini ndio unaona kuruka. Mwanamke anaruka teke kama jetri. Paka anapangua na kwepa, sijui anaona anapigana. Anampa aeleweki. Yaani msogelee upate hiyo ngumi. Kama unataka kujua uchungu wa roho uliza